Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Rais wa Lebanon alaani shambulizi la Israel lililowaua watu 3 mjini Beirut. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock aionya Marekani kuhusu mbinu za Urusi katika mzozo wa Ukraine. Na watu 2 wauawa katika shambulizi kwenye kambi ya wakimbizi Sudan. Habari kamili. Beirut. Lebanon imesema shambulizi la Israel kusini mwa mji wa Beirut limewaua watu wapatao 3 leo Jumanne, baada ya Israel kutangaza shambulizi lake la pili la aina hiyo katika kipindi cha miezi 4 ya makubaliano ya usitishaji mapigano yanayoyumba kati ya Israel na Hezbollah. Wizara ya afya ya Lebanon imethibitisha kuuawa kwa watu 3 na imesema wengine 7 wamejeruhiwa. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amelilaani shambulizi hilo na kuwatolea wito washirika wa kimataifa wa nchi yake waiunge mkono haki yao ya uhuru kamili. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam kwa upande wake amesema shambulizi hilo ni ukiukaji wa wazi wa makubaliano ya usitishaji mapigano ambayo kwa kiasi kikubwa yalifikisha mwisho kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja wa uhasama kati ya Israel na kundi la Hezbollah. Kiev. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amewasili mjini Kiev mapema leo kuonesha mshikamano na Ukraine katika ziara ambayo haikuwa imetangazwa kwa sababu za kiusalama. Akianza ziara yake ya kuaga, Baerbock ameionya Marekani isishawishike na mbinu za rais wa Urusi Vladimir Putin katika mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kusitisha mapigano. Baerbock ameongeza kusema Ujerumani imeahidi kutoa euro milioni 130 za ziada kama msaada wa kibinadamu na kwa ajili ya kuimarisha Ukraine katika kushughulikia mashambulizi ya Urusi yanayoendelea. Hii ni ziara ya 9 ya Baerbock nchini Ukraine kama waziri wa mambo ya nje tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi mnamo Februari mwaka 2022. Huenda ikawa ziara yake ya mwisho kama waziri wa mambo ya nje, huku Ujerumani ikijiandaa kuwa na serikali mpya ya mseto kufuatia uchaguzi wa Februari. Khartoum. Watu wapatao 2 wameuawa katika shambulizi kwenye kambi ya wakimbizi katika jimbo la Darfur Kaskazini nchini Sudan. Hayo ni kwa mujibu wa chanzo cha matibabu wakati kilipozungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP jana usiku, kikiwalaumu wapiganaji wa kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF. Chanzo hicho katika hospitali ya mji mkuu wa jimbo wa El Fasher kimesema shambulizi hilo katika kambi ya wakimbizi ya Abu Shauk pia limewajeruhi watu 7. Shirika la kutoa misaada mjini El Fasher liliripoti awali kuhusu mashambulizi makali ya mabomu katika kambi hiyo na droni za vilipuzi zikiruka juu ya mji huo. Wapiganaji wa RSF walitangaza jana usiku kwamba wamewaua wanajeshi kadhaa na kulifukuza jeshi kutoka eneo la Khor al-Daleb la jimbo la Kordofan Kusini, karibu na maeneo yanayodhibitiwa na kundi la Sudan People's Liberation Movement North ambalo limeingia katika muungano na RSF. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Berlin. Mamia ya maafisa wa polisi wa Ujerumani wamefanya uvamizi kuwasaka wanachama wa magenge ya mafia na mitandao mingine ya kihalifu katika operesheni inayofanyika sambamba na nchini Italia. Uvamizi unaendelea katika majimbo ya magharibi ya Ujerumani ya Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate, North Rhine-Westphalia na Saarland. Polisi wanasema washukiwa wametiwa mbaroni katika operesheni hiyo ambayo imetokana na ushirikiano wa kiuchunguzi na mamlaka za Italia kupambana na uhalifu wa kupanga. Afisi ya mwendesha mashtaka ya umma wa mjini Stuttgart pamoja na polisi watafanya mkutano na waandishi habari saa 8 mchana katika ofisi ya utawala ya wilaya mjini Weiblingen kuzungumzia operesheni hiyo. Takriban watu 170 katika jimbo la Baden-Württemberg wanaaminiwa kuwa na mafungamano na mashirika ya uhalifu yakiwemo makundi ya mafia kama vile Drangheta, Cosa Nostra na Camorra. Beijing. China.
leo imefanya luteka kubwa za kijeshi kukizunguka kisiwa cha Taiwan kama onyo kali kwa kisiwa hicho kinachojitawala kidemokrasia dhidi ya kujitenga. Shi, msemaji wa kamandi ya mashariki ya jeshi la ukombozi la umma wa China, ameyaita mazoezi hayo ya kijeshi kama onyo kali na kizuizi cha nguvu dhidi ya uhuru wa Taiwan. Kikosi cha China cha ulinzi wa pwani kimeziita luteka hizo kama doria ya utekelezaji wa sheria kuizunguka Taiwan. Wizara ya ulinzi ya Taiwan imefuatilia meli 19 za jeshi la majini la China, ikiwemo meli ya kubeba ndege za kivita ya Shandong iliyoingia katika eneo la ulinzi la Taiwan. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Asante Josephat kwa habari hizo. Mchana huu Israel yasema imemuua mshirika wa Hezbollah na Iran katika shambulizi lilofanya kusini mwa Beirut. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock yuko Kiev kuonyesha uungaji mkono kwa Ukraine. Na mataifa matatu jirani magharibi mwa Afrika ya Mali, Burkina Faso na Niger yatangaza ushuru wa pamoja kwa bidhaa zote zinazoagizwa kutoka nje. Baadaye katika matangazo haya pia tutashuka katika viwanja vya michezo ambapo klabu ya Simba ya Tanzania ina kibarua ugenini Misri katika mechi ya kombe la shirikisho. Kwa hivyo baki nasi. Mimi ni Bruce Amani, tuko live kwenye Facebook na pia YouTube, tafuta DW Kiswahili. Safari yetu mchana huu inaanzia Mashariki ya Kati ambapo watu watatu wameuawa katika mashambulizi ya anga iliyofanywa na Israel kwenye kitongoji kimoja cha mji mkuu wa Lebanon, Beirut, hii leo Jumanne. Watu wengine 7 wamejeruhiwa. Haya yanajiri wakati shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA likikosoa amri iliyotolewa na Israel ya kuwataka raia katika mji wa Rafah wa kusini mwa Gaza kuondoka, likisema amri hiyo imewaathiri watu zaidi ya 140,000. Saumu Njama na taarifa kamili. Shambulio hilo la anga katika maeneo ya vitongoji vya kusini mwa Beirut ni la pili tangu kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah mnamo mwezi Novemba mwaka uliopita. Mashuhuda wamesema makombora mawili yalilenga ghorofa ya 3 ya jengo moja katika kitongoji cha Dahiya mjini Beirut, eneo ambalo ni ngome ya Hezbollah. Shambulio hilo vile vile limesababisha uharibifu kwenye majengo yaliyo kwenye maeneo ya karibu. Hussein Nur Eldin, mmoja wa watu walioshuhudia tukio hilo, amesema shambulio jingine la kikatili la Waisraeli kama kawaida wanakiuka makubaliano ya kimataifa. Ni shambulizi kwa kuwa eneo lote la Lebanon ni mchezo wa bure kwao. Tulikuwa nyumbani. Unajua ni Eid al-Fitr, watu wamemaliza kazi zao na wana likizo. Shambulizi hilo la kikatili linafanyika. Hatukujua lilitokea wapi, lakini mara tu moshi ulipofifia tuliona ni jengo lililomkabala na sisi. Kiongozi wa kundi la Hezbollah la Lebanon, Sheikh Naim Qasim, siku ya Jumamosi alionya ikiwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon yataendelea na kama serikali ya Lebanon haitachukua hatua kuzuia mashambulizi hayo, kundi hilo litaamua kutumia njia mbadala. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amelitaja shambulizi hilo kama ukiukaji wa wazi wa makubaliano ya usitishaji mapigano ambayo kwa kiasi kikubwa yalifikisha mwisho kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja wa uhasama kati ya Israel na Hezbollah. Kwingineko, shirika la Umoja wa Mataifa la UNRWA limekosoa amri iliyotolewa na jeshi la Israel inayowataka wa Palestina katika mji wa Rafah ulio kusini mwa Gaza kuondoka. Filipe Lazarini, mkuu wa shirika hilo la Palestina, amesema amri hiyo imewaathiri zaidi ya watu 140,000 katika eneo ambalo watu wake wameathirika na magonjwa, vifo na njaa. Huku haya kijiri, wa Palestina wamefanya mazishi ya miili 15 ya wafanyakazi wa huduma za afya na uokoaji waliouawa na wanajeshi wa Israel kusini mwa ukanda wa Gaza baada ya kuikuta miili hiyo imezikwa na magari yao ya wagonjwa kwenye kaburi la pamoja linaloshukiwa kuchimbwa na matingatinga ya jeshi la Israel. Kulingana na Umoja wa Mataifa, tangu vita vya Gaza vianze miezi 18 iliyopita, Israel imewaua zaidi ya
wafanyikazi 100 wa ulinzi wa raia na wahudumu wa afya zaidi ya 1000. Ni ripoti ya Saumu Njama. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amewasili Kiev leo katika kuonyesha uungaji mkono kwa Ukraine, ambapo ameituhumu Urusi kwa kupoteza muda. Ziara hiyo imeifanya baada ya wanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Ulaya kuthibitisha kuunga mkono thabiti uhuru wa Ukraine, mamlaka yake na uadilifu wa eneo la nchi hiyo. Mengi zaidi anaarifu Grace Kabogo. Baerbock ambaye amewasili Kiev katika ziara ambayo haikutangazwa hapo kabla kutokana na sababu za kiusalama, alilakiwa na waziri mwenzake wa Ukraine Andriy Sybiha. Baerbock ambaye awali alikuwa Poland ambapo alichukua treni kwenda Ukraine, ameionya Marekani kutokubali na kushawishika na mbinu za rais wa Urusi Vladimir Putin katika mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kusitisha mapigano. Mwanzoni mwa ziara yake ya kuaga, Baerbock amesema Putin anapoteza bure wakati kwa kuwa hataki amani na anaendeleza vita vyake haramu vya kiuchokozi. Kulingana na mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu Ujerumani, nchi yake imeahidi kutoa dola milioni 140 zaidi kama msaada wa kiutu na kwa ajili ya kuimarisha utulivu kwa Ukraine ili kukabiliana na mashambulizi ya Urusi yanayoendelea. Baerbock amesisitiza utayari wa Ukraine kwa mazungumzo ya kusitisha mapigano mara moja. Aidha, amewatolea wito mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya kujihamia NATO watakaokutana baadaye wiki hii mjini Brussels kusisitiza ujumbe wao kwa Marekani kwamba wanapaswa kutojihusisha na mbinu za Putin ambazo zimekwama. Mkuu huyo wa diplomasia wa Ujerumani amepongeza ujasiri wa watu wa Ukraine. Hii ni ziara ya 9 ya Baerbock nchini Ukraine kama waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi mnamo Februari mwaka 2022, na huenda ikawa ziara yake ya mwisho kama waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani kwa sababu nchi hiyo sasa inatarajia kupata serikali mpya ya mseto kutokana na uchaguzi uliofanyika mwezi Februari mwaka huu. Pia amependekezwa kuwa rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Ama kwa upande mwingine, mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya wamethibitisha mshikamano wao thabiti kwa uhuru wa Ukraine, mamlaka yake na uadilifu wa eneo la nchi hiyo. Hayo waliyaeleza katika mkutano wao uliofanyika kwenye mji mkuu wa Uhispania, Madrid. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas alisisitiza umuhimu wa matumizi katika ulinzi wakati wa kusaka amani. Tunakuwa na nguvu tunapoungana pamoja. Ninamaanisha kitisho cha Urusi ni kitisho halisi cha kijeshi. Kinaweza pia kuwa imara kwenye nchi nyingine, lakini tuna mshikamano kati yetu. We are solidar with each other. Wawakilishi wa Uhispania, Ufaransa, Poland, Uingereza, Ujerumani, Italia na Ukraine wamesisitiza katika taarifa ya pamoja kwamba Ukraine imeonyesha nia yake ya kupatikana amani kwa kukubali kusitisha vita bila masharti. Mkutano huo ulifanyika ikiwa ni siku ya kumbukumbu ya miaka 3 tangu mauaji yaliyofanywa na Urusi kwenye mji wa Bucha kwenye viunga vya mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Ulihudhuriwa pia na kamishna wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya Andrius Kubilius. DW tunavuma kwa kishindo.